Tumsifu Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu wote aliowaridhia. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo, kipindi cha furaha cha kutubariki, kipindi kinachofurahisha sana, wala si kipindi cha kutuchosha, lakini ni kipindi ambacho kinabadili mindset zetu, ni kipindi kinachobadili mtazamo wetu. Karibu sana uendelee kujifunza pamoja nami. Tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu, maana ahadi za Mungu kwetu ni za baraka mno. Tuko katika kitabu cha Mwanzo, sasa tumefika sura ya 12. Sura ya 12 tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 9. Bwana Mungu akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Rutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa navyo walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata katika Harani. Wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaroni wa More. Na Wakanani siku zile walikuwa katika nchi hiyo. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akapiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana. Naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, tunaziangalia ahadi za Mungu kwetu. Na hapa tunakutana na ahadi ya baraka, ahadi iliyojaa baraka, ahadi iliyojaa baraka. Ilikuwa wakati Ibrahimu alipoitwa na Mungu atoke katika nchi yake aende katika nchi aliyompangia kuishi. Abrahamu hakusita, akatoka akaenda. Alikuwa na mke wake Sarai, hawakuwa na mtoto, ila watumishi wengi waliokuwa wamewapata na mali nyingi alizokuwa nazo. Wakasafiri wakaenda mpaka nchi ya Kanaani. Rutu mtoto wa ndugu yake. Rutu huyu alifuatana naye kwa sababu Rutu baba yake alikufa mapema. Huyu kaka yake akamchukua mtoto wa ndugu yake aitwaye Rutu, akasafiri pamoja naye, akaishi naye. Kila alikokwenda alikuwa akienda naye. Kwa nini? Kwa sababu ndiye alikuwa mlezi wake bora wakati ule. Basi Mungu alichofanya, alimwambia Ibrahimu, toka wewe. Alipomwambia toka, bila shaka Ibrahimu alihoje, itakuwaje? Nataka nitoke hapa kwangu afu itakuwaje? Biblia haisemi kila kitu, lakini yawezekana kulikuwa na mahojiano kati ya Ibrahimu na Mungu. Asingeweza kutoka hivi hivi, isipokuwa lazima aliuliza ili apate usahihi wa huko anakotakiwa kwenda. Mungu akamwambia, toka wewe katika jamaa zako na nchi yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Alafu anamwambia sasa, baadaye Mungu akaanza kujibu maswali yake aliyokuwa amemuuliza. Anamwambia, mimi nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Jambo la kwanza anamwambia, nitakufanya kuwa taifa kubwa. Taifa kubwa. Taifa kubwa maana yake atazaa watu wengi wafanye taifa. Na ndio hiki kilichotokea. Taifa la Israeli limetokana na huyu Ibrahimu. Alizaa watoto wengi. Iwapo kabla hapo hakuwa na mtoto, lakini Mungu akamwambia, nitakufanya kuwa taifa kubwa, yani kuwa nchi kubwa yenye sifa.
lingine aliloambiwa, nami nitakubariki. Akamwambia, na kukubariki, nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki. Kwa hiyo akaahidi baraka kwa Ibrahimu. Jambo la pili alilomwambia, na kulikuza jina lako. Anasema, nitalikuza jina lako liwe kubwa, jina lako lijulikane kila mahali katika ulimwengu huu. Na ndicho kinachotokea. Ibrahimu anajulikana kila mahali katika dunia hii. Pande zote za ulimwengu huu wanamfahamu Ibrahimu. Halafu jambo lingine anamwambia, nawe uwe baraka. Anasema, nataka uwe baraka. Kwa hiyo hapa anasema, nitakufanya kuwa taifa kubwa na kukubariki. Hapa anasema, na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Hii ni muhimu sana. Hizi ni baraka alikuwa ameahidiwa Ibrahimu. Halafu anasema, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Hiyo ahadi nyingine anamwambia, nitawabariki watakao kubariki. Maana yake watakao kutakia heri, nami nitawapa heri. Wale watakao kulaani, na mimi nitawalaani hao. Hii ni jambo la ajabu kubwa la aina yake kabisa, kwamba ukiwa unamwamini Yesu Kristo, wewe ni mbarikiwa. Kwa hiyo yeyote anayetafuta kulaani, anajilaani mwenyewe, anajimaliza mwenyewe. Hii ni ajabu kweli. Kwa maneno mengine, Mungu anamwambia, wewe utanyamaza kimya, mimi nitakupigania kwa maadui zako. Wanaokubariki mimi nitaambatana nao, lakini wanaotafuta kulaani au kukutakia mabaya, hao niachie, nitashughulika nao. Hii ni muhimu sana katika maisha yangu na yako, kutoka kwenye hii baraka. Halafu jambo lingine anamwambia, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Yaani kupitia wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mpendwa wangu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki cha ajabu sana, Ibrahimu anaambiwa, katika wewe jamaa zote za duniani watabarikiwa. Kwa hiyo kupitia baraka ya Ibrahimu, sisi sote tunaomwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, tumezirithi baraka hizi. Tunazipata baraka za Ibrahimu. Mtu mmoja anaweza kusema, mbona sasa hujawa kama Ibrahimu? Ibrahimu alikuwa Ibrahimu, na mimi ni mimi, na wewe ni wewe. Kwa hiyo kila mmoja anaonja baraka hizi kwa njia ya imani, kwa njia ya imani. Kubarikiwa sio kujazwa vitu. Kubarikiwa ni uwepo wa Mungu pamoja nawe. Hiyo ni muhimu zaidi kuliko vitu. Vitu vinaweza kuchakaa, vitu vinaweza kuisha, vitu vinaweza kutoweka, lakini Mungu hawezi kutoka kwako, hawezi kukuacha, hawezi kuchakaa. Mungu wetu wa mbinguni akubariki. Hatimaye tumeona baraka hizi kupitia Ibrahimu. Sisi sote tunaompenda mwana wake Mungu tunazo hizi baraka. Umebarikiwa na wewe? Na wewe unaitwa mbarikiwa? Hongera kama ndivyo ilivyo. Wakulaaniwa nami nitawalaani. Unamlaani Ibrahimu? Ole wako, kwa kuwa utalaaniwa. Mungu atashughulika na maisha yako. Lakini siamini katika wewe uwe mmoja wapo kati ya walaaniwa, bali wewe unayefuatilia kipindi hiki, naamini wewe ni mbarikiwa. Ni miongoni mwa wabarikiwa wa Ibrahimu, baba yetu wa imani. Mungu awe upande wako, aendelee kukubarikia. Tukutane kwenye kipindi kingine kijacho, lakini nakutakia baraka tele, nakutakia amani tele. Mkono wa Mungu uwe juu yako, asikuache. Endelee kuyalinda maisha yako, endelee kukutunza, endelee kukupa afya njema. Kutoka na kuingia kwako siku zote kuwe kwa furaha na amani. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe mno. Amen.